بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد أنا سامع سائلي ما هي صيغ تكبيرات العيد؟ لفظ تكبيرة العيد يكون kwa lafudhi gani? Jamhuri wa Islamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwake alikuwa anasema Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Yuko Mtume anarudia hii tu, hazidishi. Lakini Abdullah bin Abbas yuko yeye anazidisha Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal. إن عبد الله بن عباس أنا سمع تكبير mbele Mtume sallam, sio takbira anatamka Mtume tu Mtume anarudia, yeye anakuwa anaongeza Allahu akbar wa ajal. Mungu ni mkubwa na yeye ni mtukufu. Amezidisha neno wa ajal, wakati Mtume anasema wa ajal, Mtume anasikia. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa anasema Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila mbele Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kifupi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira Allahu akbar kabira walillahi alhamd, alikuwa anarudisha tu hii sigha, hazidishi. Lakini sahaba zake mbele yake ilikuwa wanazidisha takbira nyingine, lafudhi nyingine, sigha nyingine. Mtume hajazuia, hajamkataza. Hii ilikuwa inaweka wazi kabisa ni takbira. Mtu anaweza kufanya takbira yoyote, lakini yuko ndani ya takbira, sio katika neno takbira. Takbira kumtukuza Mungu mkubwa. Unasema siku ya Eid pia umtakaze Mola wako, usema Allahu akbar Allahu akbar. Kama utaongeza sigha nyingine ambayo hayatoki katika daira, katika dawara ya takbira, katika takbira ipo, hatuwezi kukataza. Limaana Imam yetu Shafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu katika takbira alikuwa amezidisha takbira maarufi sadaqa wa'da ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. همزيد شيء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى. alikuwa anazidi shay'i. Mungu mkubwa ambaye amesadikisha mja wake Mtume na amemtetea, amempa nusra mja wake Mtume, na yeye Mungu subhanahu wa ta'ala ameangamiza au amempa nusra Mtume, na ameangamiza wachama wa adui yuko dhidi ya Mtume, umefeli. Allah kamba nusra Mtume sallam, na hao ambaye adui yake Allah mjalia wao hawashindwe kabisa, Mtume amshinde kabisa. Sasa Mtume alikuwa anazidisha hii sigha, na sigha hii ambayo nasara abda wa azza junda wa hazma al-ahzab wahda. Mtume kasema katika Fathu Makkah, wakati Mtume amefungua Makkah, alikuwa anachukua fimbo hivi anaangusha masanamu mezunguka ndani ya Kaaba tukufu, kwa masanamu 360. Mtume asema alhamdulillah, Mungu amenusuru mja wake ambaye yeye na amesidikisha, ametekeleza ahadi yake, na wakundi washirikina wataka kupiga sisi, Mungu amjalia hao umeshindwa, hao umesabaratika hao, na Allah amesabaratisha. Yuko Mtume hii nasara abda wa azza junda, alikuwa anasema katika Fathu Makkah. Sasa Shafi anaona madamu yuko takbira kaunganisha na hili, na haina shida. Kwa nini? Jamhuri wa Islamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahaba zake wanasema takbira tofauti na yake Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Abbas na wengine. Mtume hajamzuia sallallahu alaihi wasallam maadamu yuko katika madhumuni wa takbir. Wako baadhi Shafi'i mutaakhirin wameongeza wao kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahihi kumsalimu Mtume sio takbira, alama mختلفه, lakini kifupi takbira inatakiwa iende hivi, ambayo ni iko wazi mlango. Mtu yote anaweza kutoa takbira yote ambayo anaona ni takbira ni amependeza yeye, haina shida, na mambo yuko wazi, wala hatumbani mtu kwa nini mzidisha hiyo. Hata watu wanazidisha kumsalia Mtume wa ali wa azwaji, mimi sioni shida, maana tunamkumbusha watu katika zama yetu tunaishi, watu wanamtukana sahaba Mtume na nini, tunamkumbusha vijana wetu ni kumsalia Mtume na wake zake na ali biti yake, sioni shida. Lakini maksudi yangu mlango yuko wazi, uwezi kumbana mtu kwa nini mzidisha hiyo sababu bid'a, maana yuko ndani ya takbira na dhikr, haina shida. Wallahu a'la wa a'lam.